Nimeleta kwenye furaha. Kwa sasa hivi kuna liu. Ngoja nikuongezee kitu. Fanya kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza. Si mmetaka nyinyi? Mmetaka wenyewe. Haya, tende. Wafalme wa Kwanza. Ile sura ya 8 mstari wa 65 nadhani. 65, 66. Wafalme wa Kwanza sura ile ya 8. Global chef rabano super adaligro super edabila. Global libro osho. Umefika? Wafalme wa Kwanza sura ya 8 umefika? Oh, I have great joy. Wangapi wana furaha asubuhi ya leo? Una furaha asubuhi ya leo? Hallelujah. Umefika? Tena 1 2 3 pale. 65 soma 65 yale. Wafalme wa Kwanza sura ya 8. Wafalme wa Kwanza sura ya 8. 65 anasemaje? Okay. 66, tena 66 kwa pamoja. Ni 66. 1 2 3 twende. Hata siku ya 8 akafanyaje? Akaagana na watu, nao wakambarikia nani? Mfalme, wakaenda imani mwao, wakifurahi na kufanyaje? Na kuchangamka wapi? Kwa hiyo wakafurahi kwa shangwe. Haleluya. Haleluya. Kwa wema wote ambao Bwana amefanyaje? Amefanya Israeli na nani? Haleluya. Kwa namna gani? Okay, mstari unafuata anasemaje? Mstari una mwisho Okay, ukijua hujamalizia. Kwa hiyo unaona sasa anazungumza kwamba wakati namna gani wanamrejea Mungu kama au tuseme hivi, namna gani ambapo wanamrejea Mungu kwa mambo mengi ambayo amewatendea ni kwa furaha na shangwe. Kwa furaha na nini? Na shangwe. Yaani hiyo furaha na shangwe maana yake ndio ina tafsiri ya kwamba tumrejea Mungu kwa mambo yote ambayo ametutendea. Nasema nitamshukuru Mungu kwa namna gani? Kwa furaha na shangwe. Kwa maana yake ninapokuwa na furaha na kushangilia, maana yake ni kwamba naambia kwamba Mungu nashukuru kwa yote ambayo umenitendea. Haleluya. 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 Kwa namna gani nambariki Mungu? Unajua ndio kumbariki Mungu, si ndio? Sio ile bariki bariki. Geukia madhabahu bariki. Namna gani nambariki Mungu? Kwa furaha na shangwe. Haleluya. 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 Tunambariki Mungu kwa furaha na nini? Na shangwe. Kwa furaha na shangwe. Funga kitabu cha Yeremia. Yeremia sura 30. Mstari wa 10 na ngapi? 18, 19. Yeremia 30. Yeremia 30. Alafu tutakwenda kufurahi sote. Umefika? Hebu mstari wa 18 anasemaje? Bwana anasema hivi. Tazama nitarudisha tena hema za Yakobo. Kwa hiyo anaonyesha kwamba kuna urejesho unakwenda kutokea, si ndio? Kuna restoration inakwenda kutokea. Kama ilivyokuwa desturi yake, maana kama ilivyokuwa zamani, si ndio? Maana anafanya urejesho tena. Angalia mstari unafuata anasemaje? Tena kwao. Sema kwao. Sema tena kwao. Kwa hiyo wakati Bwana anafanya ile urejesho, si ndio? Mwanzoni alikuwa ameondoa, sasa anasema nitarejesha. Kwa hiyo wakati Bwana anafanya hivyo kwa wale ambao wanafanyiwa. Haleluya. Kwa wale ambao wanafanya, sema tena kwao itakuwa nini? Itakuwa nini? Itasikia shukrani na sauti yao wachangamkao. Haleluya. Haleluya. Kwa wakati Bwana anafanya mambo hayo, anasema mrejesho kwa wale ambao wanafanya nini? Sauti ya shukrani, sauti ya furaha, sauti ya shukrani, shangwe imani mwao. Haleluya. Haleluya. Unajua namna kurespond Bwana alipokufanya kitu? Una rejoice, unafurahi. Haleluya. Haleluya. Sio Bwana kushukuru.
sijasema hiyo utaki kufanya, utafanya. Lakini maisha the response ya kwanza, furaha ndio ikupeleke huko. Haleluya. 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 Tuko pamoja? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kwa Bwana amekufanya, amekutendea jambo, inasikika sauti ya nini? Sauti ya shukrani, si ndio? Na mshukuruje Bwana kwa shangwe na furaha. Haleluya. Haleluya. Tuko ajabu, siwezi unaweza kueleza. Asema itasikiwa. Maana ninaweza kuelezea shukrani yangu kwa Bwana. Naweza kuelezea yale mambo ambayo Mungu amenitendea na mageni ambayo nimeyapokea. Haleluya. Bwana ninafurahi. Haleluya. Haleluya. Wakati Bwana ametenda mambo mengi kwenye maisha yao. Umeona mkono wa Bwana Umeona mkono wa Bwana kwenye maisha yako, umeona mkono wa Bwana. Umesharejesha shukrani kwa Bwana. Umerejesha shukrani kwa Bwana. Kwa nini nakwambia? Kwa nini nakwambia hata asubuhi unapoamka, kwa nini unatakiwa kufurahi? Sababu simuona siku nyingine. Sasa tunasema tunamshukuru Mungu. Namshukuruje Mungu kwa furaha. Shukrani yako kwa Bwana. Haleluya. 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 Nipate hata wewe namshukuru Mungu hapa. Umeona? Hakuna anayemshukuru Mungu hata mmoja. Nipate wewe namshukuru Mungu hapa. Au ungeenda mngoja Bwana. Yes, nipate wewe namshukuru Mungu. Anamshukuru Bwana. Ngapi wewe unamshukuru Bwana? Mambo mengi ambayo amekutendea. Mshukuru Bwana kwa mengi ambayo amekutendea. Mshukuru Bwana kwa mengi aliyokutendea. Mshukuru Bwana kwa mengi aliyokutendea. Labda kama hauna ambao Mungu amekutendea, hauna haja ya kumshukuru. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Mshukuru Bwana. Itasikika sauti ya shukrani, furaha, shangwe. Ngoja nikwambie, namna hii ndio namna ambavyo una activate nguvu za Mungu ndani mwako. Namna nyepesi sana. Funga Yeremia 15, funga Yeremia 15, funga Yeremia 15. Funga Yeremia 15. Funga Yeremia 15. Wote mtarejoice hapa. Na kuhakikishia. Ni swala la muda. Yeremia 15 imefika. Yeremia 15 imefika. Aya mstari wa 16. Anza 15, anza 15, anza 15. Anza 15. Bwana, ngoja tusome kwa pamoja. Tena 1 2 3. Bwana. Unajua wewe. Unikumbuke. Kwa hapa naomba Bwana, si ndio? Unijilie, ukanilipie kisasi, si ndio? Haleluya. Haleluya. Tuendelee. Usiniondoe kwa uvumilivu wako, Rudia hapo kwanza, maneno yako yanafanyaje? Rudia kwanza sentence ile kwanza. Anzia 1 2 3 twende. Maneno yako yanafanyaje? Maneno yako yanafanyaje? Yalionekana. Anazungumzia neno la Bwana, si ndio? Anazungumzia neno la Mungu. Asa maneno yako yalionekana. Alafu yalionekana yanafanyaje? Nami nikayala. Kwa maneno yako yalionekana, nikachukua nikayala. Haleluya. Alafu ikafanyaje? Nilivyoyala yakawa furaha wapi? Kwangu. Haleluya. Kwa mtu ambaye anayo furaha ni kwamba mtu ambaye hana furaha ni kwamba maneno ya Mungu ametolewa afu hajayala. Lakini aliyekula maneno ya Mungu asema yale maneno yanafanyika furaha ndani yangu. Na shangwe, sio furaha, na shangwe. Haleluya. Anasemaje? Maana nimeitwa kwa jina lako.
Haleluya. Kwa hiyo ninapokula neno la Mungu, ile furaha kutoka wapi? Sio mimi natengeneza, ni neno la Mungu. Anasema neno lako likawa furaha yangu na shangwe. Haleluya. Kwa sio furaha ambayo una create. No, hatufeki furaha. Hatujilazimishi kufurahi. Ni neno lake nimekula. Nilivyokula nasema neno likafanyika kwa furaha ndani yangu. Oh! Haleluya. Haleluya. Maana nini sasa? Unapokuwa na claim ya kwamba mimi nasoma neno la Mungu, ninakuwa neno la Mungu, tutaona matokeo ni furaha. Wallahi wa bilahi. Tutaona matokeo ni furaha. Mtu akamwambia nasoma neno la Mungu, nakuwa neno la Mungu afu hivi. Hauli neno la Mungu. Hauli neno la Mungu. Anayesema rudia, maneno yako yalionekana nikayala kinywani mwangu. Yale maneno yakafanyika kwa furaha. Maana neno la Mungu ndio linaleta furaha ndani yangu. Na nasema neno la Mungu linadumu milele, hata ndio maana furaha leo ni milele yote. Kwa sababu neno la Mungu aliondoki kwangu. Haleluya. 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 Wangapi nakuwa neno la Mungu nyie? Nakuwa neno la Mungu nyie? Nakuwa neno la Mungu nyie? Tutaona nini? Furaha. Haleluya. Asema neno lako linafanyika furaha na shangwe. Haleluya. 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 Simenileta huko. Kuna mtu anakula neno la Mungu likishaingia ndani mwake linaleta furaha. Asema kwa sababu umeniita kwa jina lako. Maana neno linipatia revelation ya kwamba nimeitwa kwa jina lake. Kitu kilichoelewa ndani mwake ni furaha isiyokuwa ya kikomo. Ndio tukisema tunayo furaha ambayo haizuii chochote, kwa sababu neno la Mungu hakuna kitu kinachoipinga. Nasema ni kama vile mvua katika ardhi imemwagia na kunyesha, nayo inachipusha mazao. Haleluya. Kwa mazao ya neno la Mungu mtayanila ni furaha. Ndio maana furaha lazima ikute kwa muamini yoyote, labda kama neno la Mungu. Haleluya. 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 Kwa neno la Mungu likionekana kwenye maisha mtu natengeneza furaha. Ndio maana niwe nacho nisiwe nacho, ndio yote ninafurahi dumoyo, kwa sababu neno la Mungu ndani mwangu. Mungu unatengeneza furaha. Kwa si create, si lazimishi. Neno la Mungu lishatengeneza ndani mwangu furaha. Matokeo la Mungu ndani mwangu ni furaha. Haleluya. 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 Unao neno la Mungu asubuhi ya leo? Unao neno la Mungu asubuhi ya leo? Limezaa nini ndani yako? Limezaa nini ndani mwako? Limezaa nini ndani mwako? Haleluya. 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 Afu ngoja kitu. Inawezekana sasa unaweza ukaanza tu kufurahi mwenyewe. Ni kwa sababu ninaofunua neno la Mungu ndani mwangu. Ninaofunua neno la Mungu ndani mwangu. Ndio maana muda wote naweza nikaanza mimi ndo na-initiate ni furahi nisifurahi. Sababu ninaofunua neno la Mungu ndani mwangu. Haleluya. 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 Funga kitabu cha Matendo Mitume 20. Wanafunzi walijaa nini? Furaha na nini? Ile na pale manake ni kinachoelezea. Ile furaha manake ni Roho Mtakatifu. Manake nikisema nimejaa Roho Mtakatifu manake nimejaa nini? Tunasema walijaa furaha na Roho. Manake walijaa furaha ni sawa na kusema Roho Mtakatifu. Au walijaa furaha ambayo ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kujaa Roho, kusema nimejaa Roho, ndio tunakiona furaha. Haleluya. Wangapi tumejaa Roho asubuhi ya leo? Wangapi tumejaa Roho asubuhi ya leo? Wangapi tumejaa Roho asubuhi ya leo?
Useme amen. Wakati tumejaa roho asubuhi ya leo. 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 Roho kijana kwa na nidhamu namna hiyo. Wakati tumejaa roho asubuhi ya leo. Mnamzimisha roho. Mnatoza unabii. Haleluya. Haleluya. Nenda 27 pale. Tumalizie 27. Nenda 27. 27. Kwa hiyo nikijaa roho, furaha inaonekana. Haleluya. Okay, umefika 27. Hebu soma mstari wa kwanza. Basi. Tena moja mbili tatu wote. Tuabiri, tusafiri, tuendelee. Kwa hiyo Paulo anasafirishwa na wafungwa wengine, si ndio? Paulo anachukua anasafirishwa na wafungwa nini? Wengine. Maana kwa lugha ya sema wako kwenye hatari, si ndio? Wako kwenye adha, wako kwenye dhoruba, wako kwenye hali ngumu. Kwa hiyo Paulo amefungwa na wafungwa wengine wanasafirishwa. Kwenda wapi? Kwenda Italia, si ndio? Ilikuwa safari yao kuelekea Rumi, si ndio? Twende. Mbona wengine wasomi? Twende mstari wa pili, moja mbili tatu, twende. Hebu soma mstari wa 5. Mnanichanganya. Nasikia sauti mbili mbili. Mimi sina Biblia kwa ndani nisikie kwa mnachokisoma wote kwa pamoja. Tena moja mbili tatu mstari wa 5 Hebu soma 6 moja mbili tatu tena. Wakapanda Kwa hiyo alikuwa amezuia na upepo, si ndio? Twende. Bandari nzuri, Sasa wakati wanasafiri, Paulo akaona kuna hatari mbele. Sasa Paulo ni mfungwa, yuko na wafungwa wengine wanasafirishwa. Sasa kwa namna ambavyo walikuwa wanaenenda na utaalamu wao, kwa sababu kumbuke kilio walikuwa watu wa majahazi yale, si ndio? Yanafuata upepo, si ndio? Kwa kila hapo namna hii manake ndo wanaanza kuabiri, wanaanza kusafiri. Wanaamini kwamba tutafika labda maeneo fulani. Unaona hizo simu zilizokuwa napita hizo. Sasa Paulo akatizama, hakujua katika kile kuna mtu, huyu mtu ana uwezo wa kuona kinachoenda kutokea mbele. Kwa hiyo akaona mbele kuna hatari tunayokabiliana nayo. Akawaonya, akawaambia ndugu. Sasa kumbuka Paulo ni mfungwa. Alafu ana ujasiri wa kusoma na kuanza kuwaonya watu, kuambia bwana, huku tusielekee. Unajua huyu hataki tumwaishe. Huyu hataki tumwaishe. Kumbe walipo mwenyewe atamani wafike kwenye Rumi mapema, kwa sababu anaenda kuhubiri injili kule. Kashaomba kama wameombea mlango ule apate na somo ile za Rumi sura 15. Kwamba ni mlango ufungue kwa tangizo upokee huduma yangu. Kwa hiyo alikuwa anatamani kwa ile safari. Yaani Rumi kwa anatamani kweli kufika. Lakini kakatizama mbele, kwa nini? Kuna hatari tunakabiliana nayo. Akaonya kwamba ndugu, tusifanyaje? Tusitoke, tusing'oe nanga sasa. Angalia mstari wa 7 anasemaje? Ayo tushaisoma. Nilikuwa mstari ngapi? Ule mstari tuko sasa ngapi? Wa 8. Soma tupate tumai, lakini hata maisha yetu yako hatarini. Haleluya. Hata maisha yetu kwa nini? Yako hatarini. Anasemaje Kwa yule ambaye alikuwa anaongoza wafungwa anasema hamna wewe. Unaweza kuokota kitu, unataka uchelewe kufika wewe. Anasema hamna. Naomba hivi tunaweza tukaenda. Naona anasema wao fresh. Basi twende, wakaenda. Tuendelee.
Sasa ruka twende mstari wa 20. Jana mstari wa 20. Moja mbili tatu twende. Jua nyota zikafanyaje? Hazikuonekana kwa muda wa siku nyingi tufani kuu ikatushika wakakata mpaka tamaa kufanyaje? Watu ambao walikuwa washakwisha kuwaonya kule mwanzoni ya kwamba tusitoke, kuna hatari sio tu ya sheda lakini hata nini ya maisha yetu. Sasa tufanye lipo na elimu, wenyewe wakafika sema hapa hakuna anaenda kupona hata mmoja, kwa sababu ya ile namna ya upepo. Ukisoma vizuri utagundua mpaka hiyo upepo ilikuwa imepewa jina. Ugopa upepo ukipewa jina uko hata nini Eurakilo. Ukisikia tufani imepewa jina ogopa. Zile vimbunga vile vilikuwa vinapewa majina vile. Kimbunga kweli kweli kinapiga kweli kweli. Ukiona kimbunga hivi vile vinataka ni kimbunga kimezuka eneo fulani. Visulisuli, lakini kikishapewa jina kimbunga George ogopa. Kuna mtu anaitwa George nani? Ni George? Hapo ni kasha basi ni kimbunga. Kwa hiyo unaona sasa hichi ngao ni page inaitwa ni recall. Sasa unaona sasa maana Biblia inasema kwamba hao ndugu walipokuwa muone aina ile ya ile tufani. Wakasema hapa tumeshakata tamaa mpaka hata maisha yetu. Maana kwamba washajisaidia kwamba mtu anakuja kufanyaje? Anakwenda kupona. Lakini kumbuka Paulo alishawaonya tangu mwanzoni. Unaelewa mpaka hapo Paulo alikwisha kuonya tangu nini? Tangu mwanzoni. Wakakataa, wameingia sasa hivi kwenye hatari. Washaona kwamba hatuwezi kupona. Haya yanachana kutokea. Mstari 22 anasemaje? 21 tulikuwa tumaliza. Kwa nini sasa umekaa pia muda mwingi bila hata kula chakula? Paulo akasimama katikati yao. Unajua katika mazingira kama hayo ambayo tunashakata tamaa. Maana ndo mazingira ambayo sasa ukuu wa Mungu unaonekana. Ndo mazingira ambayo yanaonekana yameshindikana na kwenda kuwezekana. Haleluya. Wao katika mazingira ambayo yote hayawezekaniki. Mpaka naomba anasema tumekata tamaa. Hiyo mmekata tamaa kweli. Yaani ifike mahali umepanda ndege, imetokea ardhi kule juu. Paulo anasema sasa ndugu zangu, kila mtu atafute tu zile nini? Zile parachute. Kila mtu atafute vaa kwako. Mimi mwenyewe nina ya kwangu hapa. Ukisikia Paulo tumekwambia mimi mwenyewe nina ya kwangu hapa. Ndio kama mwenyewe ashana hapa mazingira hayaeleweki tena. Naomba Bwana anasema sasa tushakata tamaa wote mpaka ya maisha yetu. Haleluya. Yesu ndio wakati Paulo akasimama. Haleluya. Ndio wakati Paulo anasema akasema. Angalia Paulo alichosema. Wanaume, iliwapasa kunisikiliza na kutokung'oa nanga. Anaambia hivi, hii hatari iliwapata kwa sababu mlikataa kunisikiliza. Haleluya. Unajua mtu mwenye roho wa Mungu ndani yako, maana unao majibu ya watu wengine. Haleluya. Haleluya. Unao majibu ya watu wengine. Sema na majibu ya watu wengine. Sema na majibu ya watu wengine. Maana ni kwamba ukikataa kusikiliza, maana umekataa maisha yako katika hali ya usalama. Haleluya. Paulo anawaambia mapema, niwaonya mapema. Wakakataa. Hapo nasema twende. Lakini nimeyapata. Hamna mtu anaangaliana hivi. Chakula kimeishia. Akasema wanahitaji chakula cha rohoni hawa. Paulo akasimama pale. Akamwambia ndugu, iliyopasa mnisikilize na msingi ngoa nanga. Lakini sasa kwa sababu mmeshangoa nanga tufanyeje? Angalia Paulo tusema, Sasa nawapeni shauri. Maana ni kwamba hata kama tuko katika hali ya kupotea, hata kama mnaweza kuongeza tamaa, bado ninawapa ushauri. Mkiamua kufuata mmeokoka. Haleluya. Haleluya. Maana ni Mungu ambaye, tuna Mungu ambaye hata mazingira yakiharibika, atumie mazingira yaliyoharibika kutengeneza mazingira mapya. Yes. Haleluya. Angalia Paulo anasemaje? Anasemaje Paulo? Iweni na moyo mkuu, anaambia msikate tamaa. Maadamu niko hapa, hakuna hata nafsi moja itakayopotea. Ukumbuke anazungumza hivi, sio mtaalamu wa bahari. Wataalamu wa bahari wanasema hichi kimoja leta rekodi, kitawapoteza wote, tutakata tamaa. Wanasema hakuna itakayopotea hata mmoja. Hakuna nafsi hata moja itakayopotea hapa. Isipokuwa tu shehena tu ya mizigo, lakini hakuna nafsi moja itakayopotea. Ni merikebu na shamba vitapotea, lakini sisi hatupotei.
Haleluya. Unajua mahali ulipokuwepo wewe, mahali utakapokuwepo wewe, na mahali ambapo utapatikana kwa watu, upo kwa ajili ya watu kukupotea. Haleluya. Yaani ukijiona uko mahali kokote pale, ndio kusudi moja ni kwamba watu wasipotee. Haleluya. Wakipotea sio kwa sababu wao kupotea, ni kwa sababu umeamua wapotee. Haleluya. Hajalishi una experience ya hicho kitu hauna, ni kiwepo tu, hawapotei. Kwa anasema ndugu, ninawaambia. Ukumbuke kwa anazungumza hivyo, hajaambia kama naomba dakika 3 niombe. Naomba nione kama Mungu anasemaje. Aliinuka, amesema alisimama. Unajua unapaswa kuwa na ujasiri kujua kwa muda wote unafanya kazi na Mungu. Kwa wakati tamaa sawa, akaomba kama naomba nifunge siku 3, afu nitakuja najibu. Alisema hata moja hata mmoja. Haleluya. 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 Hata moja hata mmoja. Ninashauri juu yenu. Tuendelee. Iwe na moyo mkuu, tusome kwa moja, maana wengine msomi nafuatilia. 1 2 3, ndio maelekezo madogo madogo haya. Tena 1 2 3. Kwa maana hapo Wewe kwanza. Kwa malaika anaambiwa kinachofanya hawatu wasiteketee ni kwa sababu wewe una jambo la kwenda kufanya Rumi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tunasema kwa tunapokuwa katikati ya watu wanakuwa salama, ni kwa sababu una wajibu wa kufanya katikati ya mataifa. Una wajibu wa kufanya katikati ya watakatifu. Kwa una wajibu wa keep safe wanakuzunguka. Haleluya. Ya kwamba haupaswi kupotea kwa sababu kuna watu wanakuhitaji. Haleluya. Kwa kugundua wajibu ambao tumepewa katika Kristo Yesu ni usalama wa watu wengine ambao tuzunguka. Haleluya. Sababu kwa hiyo hawajateketea, malaika anaambia ni kwa sababu unataka uende wapi? Kwa Kaisaria. Uende kwa Kaisari. Kwa hiyo hiyo inafanya kama hawa watakuwa salama. Kwa hiyo anasema no, ni kwa sababu ninajua, ni kwa sababu mimi niko katikati yenu. Haleluya. 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 Ile kuamini umefanya uamuzi wa busara sana wa kufanya kwamba ulimwengu uwe kitu salama. Uwe mahali salama. Haleluya. Sasa Paulo anawapa shauri, anasemaje? Basi wanaume fanyaje? Changamkeni. Mfanyaje? Kwa sababu namwamini Mungu, yatakuwa vile vile kama. Kwa hiyo ili kile ambacho Mungu amekisema kitimie vile vile kama kilivyosemwa, ninafanyaje? Napaswa kufanyaje? Changamka. Haleluya. Ninachangamka kwa sababu gani? Kile ambacho Mungu amesema ninakiamini kinakwenda kama kilivyo. Kwa maana yake nini? Nikiwa na neno la Mungu ya kwamba kuna jambo hili linatokea kwenye maisha yangu, napaswa wakati wote nifanyaje? Mimi ndio nachangamka. Na wewe changamka na naliendea ile jambo. Haleluya. 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 Wangapi wanajua mahali Mungu anawapeleka? Wangapi wanajua makusudi ya Mungu kwa maisha yako? Unapaswa uchangamke. Wanaume changamkeni. Haleluya. Ukisoma kizungu kwa vile baada ya safari walikuwa tu zaidi ya 200. Walikuwa zaidi tu ya 200. Haleluya. Ni kwa sababu gani? Walichangamka. Kila ambacho Mungu amekusudia. Sasa naamini kila ambacho Mungu kusema kitafanya kama vile kilivyo. Haleluya. Naamini Mungu juu ya biashara, juu ya kazi yangu napaswa kuchangamka nyakati zote. Naamini Mungu juu ya masomo yangu nachangamka wakati wote. Haleluya. Naamini Mungu juu ya huduma yangu nachangamka wakati wote. Naamini Mungu juu ya ndoa nachangamka wakati wote. Haleluya. Haleluya. Maana nini sasa? Mtu ambaye achangamki, mtu amekata tamaa. Malaika alikuwa anaimba, wakati anaomba. Sasa kuimba, kitabu cha Yakobo inasema mtu hakuna na moyo kuchangamka. Aimbe. Yes. Lakini sio tu. Wenyewe tumeumbwa ili Mungu apate furaha. Na katika furaha ya Mungu ni nguvu zetu. Yes. Lakini Bwana Yesu also anakaribia Makristo msalaba, maandiko yanasema alishangilia.
Katika kata ya msalaba Mungu anatupokea kwa kuimba na kushangilia. Yes. Bwana asifiwe sana. Oh yes. Kwa yake kazi za Mungu katika maandiko zinafunuliwa. Tunapotazama kazi ya Mungu, kwa mfano kama kitabu cha Zaburi 110 anatoa ni kama ngizabu, ngoja tusome hiyo Zaburi 110. Zaburi 110. Sema imekuwa. Mimi sikwambie kwangu imekuwa. Haleluya. Imekuwa. Nimechangamka kwa nina uhakika na kile ambacho Bwana amesema. Ni namna yangu ya Mariamu. Mariamu kwake alisema iwe kwangu. Mimi nasema ninafurahi. So furaha hiyo ni kama nasema iwe kwangu. Haleluya. Nisomee hiyo Zaburi 110 mstari wa kwanza. No, 100 kamili mstari wa kwanza. 100 kamili, Zaburi 100. Mfanyeni Bwana shangwe. Mnamtumikia Bwana kwa namna gani? So manake Mungu anatutarajia tukiwa katika zote seva kwenye utumishi wa namna yote. Ninatoa sadaka, ninafanya injilisti, na chochote kile ambacho nafanya kwa ajili ya Mungu, Mungu anataka nione nikiwa na furaha. Ukisoma kitabu cha Nehemia, alipokuwa tu amehuzunika, ni mfalme duniani yule, anamwona Yeremia anamletea kinywaji ikiwa amehuzunika, anasema mbona uso wako uko hivi? Kwa hata wafalme wa dunia wanataka kutumikiwa na wafalme na watumishi ambao wamechangamka, wana furaha. How much more kwa bali mfalme muumbaji wa mbingu na nchi? Yeah? Sema nitafurahi. Sema nitafurahi. Kinyume cha kutokufurahi maana yake unanungunika, unahuzunika. Lakini maandiko anasema mfanyeni Bwana shangwe, mtumikieni kwa furaha. Sio unafuata? Kwa utambuzi ya kwamba Bwana ndiye Mungu na tunajua ndiye Mungu, ndio natuvuta kufanya shangwe na kufurahi. Si ndivyo? Endelea. Alafu mnaingiaje mahali ambapo Mungu anapatikanika? Kwa kulia. Kwa kwanza kusema jana nilifanya kile na kile na kile. Maana ni mentality ambayo actually hakuna mtu ambaye anatakiwa kulaumika. Ni mentality ambayo tumejengewa karne mpaka karne, ya kwamba kila wakati tunavyoingia mahali ambapo tunakusanyika kwa ajili ya kusanyiko, namna ambavyo kanisa limebidi design vichoro nini, mazingira ni ya kututisha kwamba tumefika mahali ambapo pana Mungu ambaye atufurahi kabisa. You see? Lakini maandiko yanasema tuingie nywani mwake, mahali ambako anapatikana kwa shukrani, ambapo shukrani ni expression of joy, ni kielelezi cha furaha. Baadaye anasemaje? Kwa kusifu nimwambie. Kitabu cha Yakobo anasema mtu wa kwenu anaye furaha, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Yes. So maana hivi ni katika the very presence of God himself. Hatuingii tukiwa na vazi la huzuni. No. Yes. Badala yake tunaingia tukiwa na vazi la shangwe na furaha. Kwa nini? Tuna uhakika na uwezo alionao. Yes. Maana yake tunajua tule mtumaini hawezi akatuaibisha. Tule mtumaini amesema katika mambo yote anafanya kazi na sisi katika kutupatia yaliyo mema. Kwa kuwa tumeitwa kwa ajili ya kusudi lake. So mna ukiwa na that kind of understanding, utagundua kabisa kwamba Mungu anakufurahia na anatamani huduma yako hiyo imejaa furaha. You see? So manake Mungu anaitafuta furaha yangu. Yaani kama vile mimi ninamfurahisha Mungu kwa kufanya mapenzi yake, na also anataka kunifurahisha. Elizabeth anasema Bwana amenifanyia kicheko. Ninasema Bwana amenifurahisha. Wanaosikia watacheka pamoja na mimi.
So maana you can take hiyo kama desturi, any activity ambayo unaifanya ifanye kwa furaha. Furaha imaanishi ni principle ya kufanya Mungu afanye kitu. No. Badala yake unajua tayari amefanya. Sisi tayari amefanya. Na si kwamba ukijua tayari amefanya ndo atafanya. Ni kweli amefanya. Tuliongea asubuhi ya kwamba Mungu kwa kutupa roho wake ametupa kila kitu tunachokihitaji. Kwa ni mazingira yanatudanganya kwamba huna hiki, huna kile, huna hiki, huna kile. Hujakamilika pale na pale na pale na pale. Lakini maandiko yanasema utosherevu wetu unatoka Bwana. Haleluya. Baada ya kusema hayo, tunashukuru Pastor Gospel kwa ministration. Lakini also wageni ambao hamkuwepo, karibuni sana.